Nataka nimalizie hili ambalo kinaendelea Mashariki ya Kati. Kuna mission ambayo imefanyika. Kuna watu ambao wameichukua kaona kama it's like a dream. Yani mimi nilikuwa naiangalia hivi nikasema hii bora kama nicha kuona kwenye movie kwa assassination na vitu mission, yani hivyo mission impossible na nini. Wale marubani wawili wa Kimarekani na Israel ambao walidondoka kwenye ardhi ya Irani, ile mission ilivyofanyika hasa. Kuna wale wanasema kwamba ni kitu ambacho kimepangwa na kuna wale wanasema kwamba sio sawa na wengine wanasema ni wamefanikisha na nini. Pengine hasa kwa mtu ambaye afahamu hasa imekuwa ni mission ya namna gani hasa Farhan? Ile mission ina vitu vingi. Maswali yanayokuja ni kwamba kama tunaenda kumuokoa rubani mmoja, kuna haja gani ya kuingiza ndege tofauti zaidi ya 20? Yani unaingiza Warthog, unaingiza Black Hawk, unaingiza F-15, unaingiza F-35 kwa pamoja. Yani ni battalion ambayo inaingia mle ndani kubwa sana. Which sasa inaibua maswali mengi kwamba ni swala tu moja la kuingia kwa ajili ya rubani ama kulikuwa na sababu nyingine. Si unaelewa vizuri? Ndio. Ukifuatilia ni uhatari kweli wa Iran kuingia vile ni mkubwa sana. Kweli. Si mara ya kwanza Marekani kufeli pale Iran. Miaka 80 Operation Eagle Claw kama unakumbuka, failure ilikuwa yani hata mission yenyewe ya kwanza kuifanya. Si unaelewa vizuri? Katika michanga ya Tabas kule. Hii scenario iliyokuja kutokea inataka kufanana na ile Operation Eagle Claw. Unaelewa vizuri? Zinataka kufanana. Sasa the point is huwezi kuniambia mimi ama huwezi uchukue tu picha ya kawaida upeleke Strike Eagle, weke helicopter, weke Ritobed, weke Thunderbolt, Hercules, Reaper zote upeleke eneo moja kwa ajili ya rubani mmoja. Japo Marekani wenyewe wanasema kwamba walimuokoa kwanza kwa kutaka kuspill details za operation ya pili kwa sababu ingeleta mission ingekuwa ngumu sana. Na mpaka leo video hawajatoa. Na unajua ni watu wa video watu wa mambo kwa ushahidi hawajatoa. expose. Nimesoma sehemu moja mtu mmoja anasema Pentagon wanaficha ukweli uliopo. Leo Iran kupitia waziri wa mambo ya nje wanasema, kupitia Al Jazeera wanasema ile ilikuwa ni operation ya kuiba enriched uranium. Wao wameitumia kwa jina la kumuokoa rubani. Kabisa. Wanasema wizara ya mambo ya nje ya Iran. Iran. Watu wa karibu na Pentagon, watu wa Marekani wanasema ilikuwa ni mchakato wa kuandaa mazingira ya ground operation. Kwa sababu wenyewe pia wanasema hawezi kuelewa zimepigwa ndege zaidi ya yani vifaa vya jeshi kwa ujumla zaidi ya 12 kwenye ile mission. Kumuokoa tu mtu mmoja. Umeelewa vizuri? Sasa one thing about Iran, kuna wale wa Pakistan, kuna wale watu wa milimani kule Zagros. Kwa sababu ile mission ifanyika maeneo kusini magharibi mwa nchi ya Iran, karibu tu na Isfahan. Na Isfahan imekuwa ikipigwa sana kwa sababu wanaamini maeneo yale ndipo kuna nuclear plant. Na maana ukifuatilia F-35, F-15, A-10 Warthog zimepigiwa Isfahan. Na ule mtu anatafutiwa milimani kwenye trenches. Hizi kwa nini zimepigiwa Isfahan? Kwa maana wanasema ilikuwa ni jaribio la kuiba enriched uranium. Kwa sababu zimepigiwa Isfahan. Black Hawk zile helicopter ndo zimepigiwa kule eneo la tukio. Ambazo zilikuwa zinaruka chini kwa low altitude kukwepa rada. Raia wale local fighters ambao wamezidungua zile ndege. Zile za high altitude ndo zimepigwa na rada mfumo wa kiulinzi.
Hapo Marekani wenyewe wanasema kwamba walimuokoa kwanza kwa kutaka kuspill details za operation ya pili kwa sababu ingeleta mission ingekuwa ngumu sana. Na mpaka leo video hawajatoa. Na unajua ni watu wa video watu wa mambo kwa ushahidi hawajatoa. expose. Nimesoma sehemu moja mtu mmoja anasema Pentagon wanaficha ukweli uliopo. Leo Iran kupitia waziri wa mambo ya nje wanasema, kupitia Al Jazeera wanasema ile ilikuwa ni operation ya kuiba enriched uranium. Wao wameitumia kwa jina la kumuokoa rubani. Kabisa. Wanasema wizara ya mambo ya nje ya Iran. Watu wa karibu na Pentagon, watu wa Marekani wanasema ilikuwa ni mchakato wa kuandaa mazingira ya ground operation. Kwa sababu wenyewe pia wanasema hawezi kuelewa zimepigwa ndege zaidi ya vifaa vya jeshi kwa ujumla zaidi ya 12 kwenye ile mission. Kumuokoa tu mtu mmoja. Simuelewa vizuri. Sasa one thing about Iran, kuna wale wa Pakistan, kuna wale watu wa milimani kule Zagros. Kwa sababu ile mission ifanyika maeneo kusini magharibi mwa nchi ya Iran, karibu tu na Isfahan. Na Isfahan imekuwa ikipigwa sana kwa sababu wanaamini maeneo yale ndipo kuna nuclear plant. Na maana ukifuatilia F-35, F-15, A-10 Warthog zimepigiwa Isfahan. Na ule mtu anatafutiwa milimani kwenye trenches. Hizi kwa nini zimepigiwa Isfahan? Kwa maana wanasema ilikuwa ni jaribio la kuiba enriched uranium. Kwa sababu zimepigiwa Isfahan. Black Hawk zile helicopter ndo zimepigiwa kule eneo la tukio. Ambao zilikuwa zinaruka chini kwa low altitude kukwepa rada. Raia wale local fighters ambao wamezidungua zile ndege. Zile za high altitude ndo zimepigwa na mfumo wa kiulinzi. So what they're trying to do, ama wanajaribu kufanya ni kubalance mambo. Na utaona sasa hivi soko la hisa linakaribia kufunguliwa stock. Ndio maana sasa hivi namuona Trump anazungumza sijui masaa 48 sijui tunaomba ceasefire. Sijui nini wanalinda New York stock market. Simuelewa vizuri. Lakini Iran ni taifa gumu. Hakuna mtu ambaye, kila mtu anaamini Marekani is powerful. Yes. Lakini kinachombeba Iran ni dhamira walionayo. Lakini pia level ya elimu waliokuwa nayo. Wamesoma sana wale watu Wale watu ni wasomi wakubwa sana. PhD zimejaa pale. Na PhD za kweli. Si umeelewa vizuri? So kuunga. Ndio maana kila shambulizi likifanyika wao wanachukua debris masalia. Wanaenda maabara kusoma. Hii ni silaha gani, quality yake ikoje, imekuaje, tunaizuia vipi? Kesho ukija wao wana majibu ya maswali ulioachia. Mara kwanza walipoingia kwenye anga waligundua ubora wa Marekani. Wakaliswitch angalau wakabadilisha mfumo wa ulinzi. Marekani akaingia kichwa akajua ni vile vile kama siku zote. Wakapigwa vibaya sana. Kwa hiyo elimu ni muhimu. Kuna watu wanazungumza kwamba Marekani sasa kama Marekani wanaweza kuingia kwenye anga la Irani kwa kuokoa raia wake, it's kama wamelitawala sasa anga la Iran. Ili tuseme kwamba tunalishikilia anga la taifa fulani, itakuwa iwepo katika mtindo upi sasa mtawala, yani katika ile vita kwa kiwango kipi? Unajua Iran ni kubwa sana. Na ndio maana kinachowafanya wa survive mpaka dakika hii ni kwamba ni taifa ambalo wananchi wake ni wazalendo. Ndio maana hata zile Black Hawks unasikia zimepigwa na raia.
Ile nchi ni kubwa kaka, square meter 1.6 million. Taifa la watu wa 90,000,000. Kwa kuna sehemu lazima gaps ziwepo. Huwezi kuilinda ile nchi yote. Kote. Kwa anachokifanya ndo maana ni kutrain makundi, proxies, kutrain raia, ndo maana ukifika miaka 18 unatakiwa uende jeshini. Nione. Kwa hiyo hata Marekani alivyoingia alipita low altitude helicopter zake. Maana yake huwezi kuzidetect kwenye mifumo. Kwa raia wakabidi ndo wapambane. Mpaka wanajeshi wanafika kuform line of fire. Yaani wale kama ingekuwa wananchi wanawaacha tu wangeshafanya damage kubwa. Wao ukihitaji hiyo same status 6. Status 6 maana yake operation inafanywa na polisi upo eneo la field ama vyombo vya ulinzi eneo la field. Wale status 6 ni raia. Ndio maana hata mapambano ya mwanzo walianza wananchi kwanza. Katika ile mapambano yalivyokuwa makali, jeshi kwanza wakafika polisi, special forces, Faraja special forces wanaitwa. Polisi. Baadaye jeshi ndio likaja. Wakati ule usiku jeshi linapambana na nchi kama 3-4 kupiga kwa muda ambao Marekani wameingia. Kwa wananchi wanapambana. Kwanza walianza kupambana wananchi wenyewe. Na ilivyofikia taarifa kwamba wananchi wanapambana kule, wananchi wengine wakawa wanakimbilia kwenda kufika kule. Kwa matokeo tukapambana. Mtaji lakini walipoteza watu wengi sana, watu 9. Watu 9? Basi wengi sana. Watu 9 walipotea. Na nilichowasaidia sababu wao wanalijua lile eneo kijiografia. Kwa special forces ya polisi, Faraja special forces wanafika. Wanakuwa tayari wananchi washapambana sana. Washakiwasha sana pia wenyewe. Kwa kuongeza nguvu, IRGC kuongeza nguvu ndo akafika pale alikofika. Kwa hiyo Iran ni taifa dume. Marekani si kwamba sio strong. Lakini wanapigana vita ambayo wenyewe pia wamegawanyika. Sasa hivi tunaona asilimia za rais kukubalika zinazidi kupungua. Sure. Unaondosha watu 8 jeshini. Amuondosha chief of staff Randy George yule general. Alafu replacement waliofanya ni mtu ambaye alikuwa ni msaidizi wa Peter Hesgate. Manake pale anaenda kuwa ndio mzee. Twendeni. Which is the toughest thing kufanya. Mkurugenzi wa CIA aliyestaafu anasema mara zote Israel huwa wanakuja kutuomba tumpige Iran. Lakini sisi tulikuwa tunashindwa, tunakosa sababu. Lakini pia tunakosa mbinu mbadala ya kupambana naye. Kwa sababu kwanza ni mtu ambaye anapenda vita muda mrefu. Pili, eneo lake kijiografia ni ngumu. Tatu, hawajui ana silaha za aina gani. Kwa sababu mkurugenzi wa ile tume ya nyuklia silaha za maangamizi yule anasema sasa hivi Iran uranium waliokuwa nao anaweza kutengeneza kombora la nyuklia. Maana ni kwamba mtu ambaye kaificha dunia vitu vingi sana. So huwezi kwenda kupiga mtu ambaye hujui ana kitu gani. Ndio shida inapokuja. Ngumu sana. So langu la mwisho kwa siku ya leo. Farani, kuna hichi ambacho kinazungumzwa. Hizi tetesi zimeanza kuzungumzwa jana. Kuna baadhi ya mitandao inazungumza kwamba hali ya rais wa Marekani Donald Trump iko haifahamiki. Kuna ambao wanasema kwamba ni mgonjwa, amezidiwa. Kuna wale ambao wamediriki paka kusema kwamba amepoteza maisha. Kwa taarifa ambazo uko nazo wewe mpaka sasa hivi, ni Trump hali yake iko vipi sasa? Yaani rais wa Marekani yuko salama. Japo wamekuwa wakitoa, wengi wamekuwa wakitoa taarifa kwamba anaumwa, naye mwenyewe alikiri pia. Anapenda sana anaumwa na nini. Haiko sawa? Kuna kipindi alisema anaumwa na nini. Kwa hizo taarifa kwamba wasipomuona katika public, imekuwa ni rais wao kuja kuzungumza kwamba bana rais labda anaumwa sio nini na hivyo. Vitu vimekuepo. Lakini somo tuseme ni kwamba kuna issue ya stress, msongo wa mawazo na nini. Kwa sababu kwanza unapokea upinzani kwa waandamizi jeshini. Unapokea upinzani mpaka kwa watu wa chama chako. Unapokea upinzani mpaka kwa taifa lenyewe. Unapokea upinzani mkubwa.
hesabu ulizozipiga zimeenda tofauti na zile ambazo umekuwa umetarajia. Kwa ni kitu rahisi kwa rais kupitia changamoto, anxiety, kutokuwa sana vitu vya kawaida. Lakini mfumo wa Marekani kama rais anashindwa kuongoza, kama ni mgonjwa au anashindwa kuongoza, katiba yao inaonesha mabadiliko, amendment 25th amendment ya katiba Marekani iliyofanywa mwaka 1967. Naonesha nini ambacho ibara ya 4 kama rais anaumwa nini ambacho kinatakiwa kifanyike. Inakuwaje? Wako watu 3 line of succession. Makamu wa rais anaweza karithi, anachukua mikoba, JD Vance. Lakini pia House of Representative, mkuu wa baraza la wawakilishi, ana uwezo wa kuchukua nafasi ya rais ikithibitika kwamba rais labda amekufa ama amepoteza uwezo wa kufanya kazi. Kwa si lazima wamtaarifu, ya medical report ikitoka wana trigger 25th amendment ibara ya 4 ambapo JD Vance anaweza akachukua kiti, ambao wote hao walikuwa wanakataa kuhusu swala la vita. Hata mkuu wa nyumba ya wawakilishi alikuwa anapinga swala la vita. Kwa hiyo japo kama ikitokea hivyo, rais pia ana uwezo wa kupinga maamuzi, ambapo ana ile wanapata ultimatum ya siku 21 ya kufuatilia mwenendo kwa kama yuko sawa au hayuko sawa. Alafu ndo wanatafuta mtu wa kupewa access ya nuclear codes. Kwa sababu moja kati ya kitu ambacho unakabidhiwa Marekani, huko kwetu unakabidhiwa katiba, kitabu cha kulingana na imani yako, mkuki na ngao. Wenzetu unakabidhiwa imani yako, dini, kitabu chako, pamoja na vitu vingine vyote. Unapewa briefcase ya nuclear codes. Hii koje farani? Kila rais wa Marekani anapewa nuclear code. Yeye ndo anaidhinisha mission, operation yote ya kijeshi ya Marekani inatakiwa itoke kwa idhini ya rais. Yote idhini ya rais. Ndio maana hata Operation Epic Fury ilivyoanza, rais wa Marekani Donald Trump alimpigia General Dan Kaine na Peter Hesgate, waziri wa vita. Alimwambia Operation Epic Fury approved, no abort, good luck. Yani nimeidhinisha Operation Epic Fury, no abort manake hakuna kusitisha, kila laheri. Rais amemaliza. Kwa hiyo mnatakiwa muondoke mkapambane. Sasa rais ana power kubwa sana. Watu wengi wanasema unajua Watanzania sasa. Watanzania sasa. Unajua katiba Marekani nzuri sana. Sio unaelewa? Katiba Marekani nzuri sana. Yaani rais hana nguvu. Hakuna nchi duniani ambayo kiongozi mkuu hana nguvu. Hakuna. Nitafutie nchi hapo nitajie. Hakuna nchi duniani ambayo kiongozi mkuu kama ina mfumo sio rais ndio kiongozi ana nguvu kuliko maelezo. Leo hii kuna mtu mmoja tu anaweza akasema basi Marekani jitoe vitani. Rais mwenye Donald Trump ambaye anaweza akasema abort. Aliwaambia Epic Fury approved, no abort, good luck. Kwa wale watapambana mpaka mwisho kwa sababu rais alishasema no abort. Kwa kirudi akisema abort, watatarudi. Unaondoka. Acha vita. Yeye ndo anayeamua authorization yote ya vita yeye. Yeye ndo ana nuclear codes. Wanampa. Yaani nuclear codes kwamba akibonyeza zile code nuclear zinanyanyuka. Ni kama ile mabomu ya Nagasaki na wapi kule. Rais ndo anaamua. Ilikuwa ni mission ambayo rais lazima i-approve. Una approve, rais ana approve. Nuclear code it's a briefcase. Ukishaapishwa kuwa rais wa Marekani, usi unaingia na sera zako. Watakuja wale watu wa suti za blue na tie, watakwambia nchi yetu tunataka iendeshwe hivi na
kukabidhi hii hapa nuclear codes mheshimiwa rais, na ile wanatembea nayo. Pagumu mheshimiwa, tuna trigger nuclear kwa codes anazo yeye, zipo kule, anazo yeye code na briefcase ile anayo yeye codes, anabonyeza vitu vinanyanyuka. Urusi wana deadsman switch, deadsman hand inaitwa. Yani akifa rais, nchi yote ile Urusi ile imepigwa nuclear, wote wamekufa, wote wamekufa, Urusi bado na uwezo wa kurusha nuclear. Mfumo wake unaitwa deadsman's hand. Yani watu wote wamekufa, kwa ile kishapigwa nuclear ule mfumo una sense. Kwa sababu hakuna mtu tena wa kucommand hapa. Kwa mfumo kisha sense tuondoke, vitu vinatoka. Inaitwa deadsman's hand. Ama kuna ile bomu kiwekea unaitwa deadsman's switch. Fungua deadsman's switch. Alipopoteza uwezo wa kufanya kazi mwaka 1914 kwenye Versailles Peace kule Ufaransa, nchi iliongozwa na 71 alipofariki, alivyojiuzuru rais akiwa makamu wake wa rais ndo akawa rais. Kuna ile meli inaitwa USS Gerald Ford, jina la yule rais aliyemrithi Richard Nixon. John Francis Kennedy alivyouawa, Secretary of State bwana Haig akajitangaza ndo karithi kiti. Kwa waliondoa hizo, waliweka kwa sababu ya kuondoa hizo ambiguity ambazo zinakuwepo pale. Kwa hiyo hakuna nchi duniani ambayo rais hana nguvu, hakuna. Yani kuna sehemu tu yani mtazunguka afu kuna sehemu rais ndio supreme, hata lazima amtofanya kitu bila yeye. Kwa kumalizia sasa, zile siku 45 ambazo Trump anaomba waweze kuweka ile ceasefire, itafanikiwa ama bado hii vita unaiona tutegemee moto unaenda sana? Maana sasa hivi hata mafuta yanaendelea kupanda bei, mpaka kwa Tanzania tunalia sasa. Iran walisema wanataka pipa lifike $200. $200. Lakini watu wanapita, South Africa wanapitisha Pakistan, India, hako mataifa mengi tu wanapitisha pale mafuta yao yanapita. Okay, sawa. Kwa hiyo kuna mambo ya diplomasia. Sisi wenyewe tunakumbuka tuna deni letu lile la mafuta. Wewe ulisema lile. Sasa kana baba sikizeni katika ile deni lile. Tunamasi. Tupite mtaongeza pale. Wale ni waungwana. Wale ni waungwana hawezi kukataa. Ifanyike kitu. Tufanye kitu pamoja tupite. Wale ni waungwana hawezi kukataa. Lakini lazima ufanye hivyo, hakuna namna. Kwa sababu ile njia ni strategic. Na mandai kule wanataka kufunga wale wa Yemen. Kwa hiyo itakuwa utata pale. Red Sea wanataka kufunga kwa utata. Kwa sisi tuone namna ambayo tunapitaje pale. Hivi tuko mwishoni au tuko wapi? Kwa hivi vita. Dai unavyoziona. Ndio kwanza inaanza. Sababu kuna wauni hapa wanatamani kuingia muda wote tu. Nani hao? Mataifa mengi, unajua ile vita inapigana na watu wengi sana. China yuko pale. Mrusi yupo pale. Tia mkono wao. Wengi wanatamani ile vita. Lakini sasa ndo tunataka tuondoke kwenye unipolar tuende kwenye multipolar world order. Okay. Kwa Iran ndo kete inayotumika pale. Kete ile pale. Kete inayotumika ni ile. Siku moja tuwe na currency yuan, ruble, dola, zote zina operate, mtu anachagua currency anayoitaka. That's a vision. Ni kama kafara sasa, maana wanapoteza vitu vingi, madaraja tu yanavunjwa na nini. Kila kitu wanachopoteza wale watakipata. Ukishatimiza kinachotakiwa kufika, kila kitu utapata. Na afu wale vita ni mfumo wao wa maisha. Unajua
ile imeanza kupigana vita kabla Yesu ajaja. Kwa vitani ile ardhi ile Persian Gulf ile uba ya Uajemi ile. Yesu atajaja wako vitani. Ulizungumza Yesu kaja, kaondoka, wako vitani vile. Ndio maana wanatoa mpaka masharti ya kwamba bwana, ili tumalize vita mrejeshe kwamba hasara ambayo umeitia. Ndio hivyo terms zao ambazo inabidi wazifanye. Inabidi wazifanye hizo. Sawa kabisa. Ndio fanye na ukifanya hivyo basi kesa ngumu sana. Pale Trump unatangaza umeshinda, unaondoka zako na sifa zako. Balani mimi nikushukuru sana, tumezungumza mambo mengi sana. Sana. Kia sana mpaka nimechoka bwana. Choka sana, lakini mimi nashukuru kwa hiyo opportunity ya kuzungumza na nyinyi. Kikubwa tunawaachaje hawa watu. Hawa watu bwana. Hawa leo bwana. Hatuna cha kuambia sana. Wao wajue tu wanachotaka nini kwenye maisha. Kila mtu hapa duniani anapaswa kuishi kuamini kwamba furaha yake hailetwi na mtu mwingine. Watu wanajinyonga, watu wanakufa wakiwa wadogo. Watu wanapoteza uwezo wa kufanya kazi wakiwa wadogo. Watu wanatembea na misongo ya mawazo. Ni kwa sababu ya kuamini furaha zao zinatokana na watu wengine. Mtu akiachwa hapo anaumwa. Mtu akitendwa pale anazimia, anapoteza direction ya maisha. Pana. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yetu. Wao wanakuja kama somo tu. Tujifunze, afu tuondoke pa tukaishi na binadamu wengine. Tukiwa na funzo kichwani mwetu. Kwamba kila mtu kwenye haya maisha yupo kwa muda tu. Ulizaliwa na mama yako. Leo uko na mama yako hapa mjini? Hapana. Uko na baba hapa mjini? Hapana. Unapigana mwenyewe. Umekula ujala, kuna mtu anayejali? Hapana. Kwa watu amini kila kitu katika maisha kipo tu kwa muda tu. Huyo mpenzi ulionayo yupo kwa muda tu. Akipata sababu ya kumpenda mwingine ataondoka tu. Huna cha kufanya wewe kumshikilia. Usilazimishe kushikilia vitu. Usilazimishe kwamba huyu ni wa kwangu nitazikwa naye tu. Hapana, huwezi kuzikwa naye. Ndio maana ukifa hakuna anaingia naye kaburini. Unazikwa mwenyewe kwa sababu hapa duniani ulikuja mwenyewe. Basi. Umeelewa vizuri? Sisi hapa tunakwama sana kwa sababu tunaamini kuna watu katika maisha yetu lazima wawepo. Hapana. Yaani sio lazima watu wawepo katika maisha yetu. Jifunze kuamini kwamba dunia inaweza ikaenda bila huyo ambaye sasa hivi huwezi kuishi bila yeye. Kama demu ana maisha mengine yanaendelea. Jifunze tu kuamini everything in this life is temporary. Chochote unachokiona katika maisha kipo kwa muda tu. Tupo na wewe kwa sababu you matter. Basi. Na sababu ya kuwepo kwako. Ukishajua kwamba maisha tupo na mtu kwa sababu ana sababu ya yeye kuwepo kwangu. Jua huyo mtu siku akipata sababu nyingine sehemu nyingine ataondoka. Sio umenipata mpaka hapo. Nakuelewa vizuri. Wewe usiwe tu mtu wa kukaa kulaumu. Naelewa vizuri. Uwe kama tai. Ego. Wakati mvua inanyesha, ndege wanakimbilia kwenye viota. Tai anapaa juu ya mawingu. Yana na mvua ile anaenda juu ya mawingu ili mvua isimnyeshe. Kwa sababu yeye katika matatizo hayakimbii. Anayakabiri na anayavuka. Don't cry. Wewe kama unataka kulia lia. Sio umeelewa vizuri? Lakini ukishalia, ukimaliza kulia, mimi ninachokuomba it's okay to cry. Lia sana ukiacho. Lia mno. Lia sana. Lakini ukishamaliza kulia, ukishafuta machozi, tuondoke. Kwa sababu tuna sababu nyingine, tuna sababu milioni za kuishi na kuiona siku nyingine.
Farhan, shukrani sana. Nashukuru sana. Bana, nilikuwa nazungumza na Farhan Kiham, tumezungumza mambo mengi sana. Bahati nzuri sana Farhan bana, sisi tukutana naye, sisi tunajifunza mengi sana, ukiacha kwamba tunapata madini, interview na nini, maisha, lakini hatutoki wanyonge kabisa. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma kama alikuwepo Rizki bwana. Asante kwa wakati wako.